Hassan oye! Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya oye! Wananchi wa Kibada oye! Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya hii kwa mapya, viongozi mbalimbali mliopo, ndugu wananchi na bibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na niwashukuru wananchi wa eneo hili la Kibada kwa mapokezi makubwa, kwa mapenzi makubwa wanayoonyesha juu ya mwenge wetu wa uhuru. Piga makofi kwa wana Kibada. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, mwanamama shupavu, mwanamama mpenda maendeleo, mwanamama mwadilifu, kwa kweli amesema ya kwamba mwenge wa uhuru uje umulike katika eneo hili la Kibada. Kibada oye! Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na ndugu wananchi na ndugu viongozi, niwapongeze sana kwa shughuli za maendeleo za usimamizi wa miradi kama hii ya afya. Kwa kweli wana wilaya hii ya Mafia, wana Kibada, kumeonyesha mashirikiano makubwa na mapenzi makubwa juu ya mwenge wa uhuru. Lakini vile vile nimshukuru sana mzee wangu huyu ambaye ametoa eneo hili kwa ajili ya ujenzi wa kituo hiki cha afya. Kuna jitihada ya kuhakikisha ili maendeleo yaje katika maeneo yetu, kila mmoja aweze kuwa mwadilifu na mwaminifu juu ya serikali ambayo inaongoza nchi hii. Lakini mzee huyu ameungana pamoja na Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kulinda falsafa ya mwenge wa uhuru. Mwenge wa uhuru oye! Hapo nyuma muda si mrefu nilisema mwenge huu wa uhuru kazi yake ni kumulika na kuonesha matumaini mahala ambapo hapana matumaini. Eneo hili ni kwa matumaini hayapo. Leo hii mwenge wa uhuru umekuja kumulika na kuonesha matumaini ya wananchi katika eneo hili. Naendelee kuwapongeza sana ndugu wananchi wa Kibada, muendelee kuwa na umoja na mshikamano na serikali yenu ya wilaya, halmashauri na viongozi wote mbalimbali. Lakini niwaambie ndugu wananchi, haya bado ndio tunaanza katika eneo hili la Kibada. Mwenge wa uhuru utaendelea kumulika katika eneo hili kwa mambo mbalimbali. Leo tumeanza na kituo cha afya, naamini vijana wengi na wananchi wengi watakitumia kituo hiki cha afya ili kulinda afya zao katika maeneo haya. Ombi langu ndugu wananchi wa eneo hili, muendelee kukitunza kituo hichi, maana kituo hichi kimetumia fedha nyingi ambazo serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ameona ipo haja ya kutatua changamoto hii. Niwaombe sana ndugu wananchi, kituo kupitia mwenge wa uhuru na sisi vijana sita ambao tumepewa dhamana ya kukimbiza mwenge huu wa uhuru katika halmashauri 195 kwa niaba yenu tumekagua kituo hichi cha afya, tumeridhika kituo kina ubora. Pia niendelee kuwapongeza na kuwahamasisha juu ya swala zima la ushiriki wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Endelee kuwa na amani na upendo katika mazingira yetu. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nina ombi moja. Nataka niwaambie viongozi wa halmashauri, kituo hichi kiko salama, muendelee kukitunza na kuhakikisha wananchi wa eneo hili wanapata huduma wakati wote, muda wote. Mwenge wa uhuru madamu umefika katika eneo hili na umemulika, hatuhitaji kuona kwa kituo hichi kinakuwa changamoto katika maeneo ya wananchi katika eneo hili. Kuendelea kusimamia mradi huu muda wote, wakati wowote, ili wananchi wapatiwe huduma. Lakini vile vile niwaombe ndugu zangu wa halmashauri waendelee kutumia mfumo wa NeST juu ya utumiaji wa matumizi katika eneo hili. Tumeridhika na mwenge wa uhuru kwa heshima aliyotupa Daktari Samia Suluhu Hassan na falsafa ya baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ukiwa unawaka, unang'ara na unameremeta, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya,
kwa heshima na taadhima, sasa nipo tayari kwenda kuzindua kituo hichi ili kiendelee na huduma. Tanzania inatembeza kisasa. Kimbia, kimbia, kimbia. Mwenge wa uhuru oye! Hivyo hivyo. Na huku tuitikie jamani, tuko pamoja. Na huku tuitikie. Mazoezi safi kabisa. Ninawaona viongozi wote walioshachuka hapa. Tumemuona mkuu wetu wa wilaya jamani anatunga mkono. Wewe uliokaa kwenye banda una nini? Jamani, mkuu wa wilaya angalia alivyochangamka. Kwa nini nyinyi vijana wa Kibada mnakaa huku? Wengine mmejaa huku. Kwa nini? Twende wewe dada uliokaa huko. Asante waliojitokeza. Asante sana. Huyu anazingua huyu. MP, endelea kuamsha, chachua watu, chachua watu na mama. Lakini mpaka amefika hapo, wale wanafanya nini? Unajua pale, wakati wale mwenge hawataki kusogelea kabisa pale. Sema hadi. Hapo vizuri.